masignatori kwa mujibu wa sheria za Chadema, kwa mujibu wa katiba na sheria zake. Hawako kwenye katiba, wako kwenye kanuni na hiyo manyo ambayo nimeisema. Okay. Unielewe? Mwenyekiti wa chama ambaye yuko gerezani, katibu mkuu wa chama, naibu katibu mkuu bara na mkurugenzi wa fedha. Wanne tu. Kwa hiyo kumbe sasa ambaye ni wewe. Ndio. Wanne tu hao ndio wanaweza kasaini fedha kwa ajili ya Chadema. Na fedha zikikusanywa ama kwenye mkutano wa hadhara au wao wanaotuma kwenye simu, lazima ziwe banked. Kwa bank market lazima ziingizwe kwenye bank account ili zitoke kwa mfumo sahihi. Si nadhani tumeelewana So katika namna yoyote ile na chama chetu kutoa hela inatoka baada ya kuwa bajeti imepangwa. Yeye sio mjumbe wa secretariat, hashiriki kupanga bajeti ya wiki even month. Makamu huyo. Yeye sio mjumbe, yeye ni mjumbe wa kamati kuu, sio mjumbe wa secretariat. Mjumbe wa secretariat ni katibu mkuu. Mimi na naibu katibu mkuu na wengine katika series ya namna ya kusaini. Kwa hiyo hawezi, hakuna kwenye document yoyote ya Chadema ambaye anaweza utamuona yeye kwa document ya kifedha na maanisha. Utamuona makamu mwenyekiti ana signature yake hivi. Hata mwenyekiti ni signatory, lakini sikumbuki kama amesha kusaini. Anaacha tu ule mfumo upate taratibu. Hawe sijai kumbuka kama amesha. Sasa kwa miezi kadhaa ambao amekuepo tokea amechaguliwa miezi mitatu. Kumbuki kama amesha kusaini. Katika hilo mimi naomba leo tumalize mzozo wote. Na hili mimi nadhani hata nikileta kwenye kamati tena niulize kwa nini umelileta kwenye kamati. Kwa sababu nataka tumalize kila kitu. Ulikuwepo pale Kigoma kwenye ile kamati kuu? Nilikuwepo, lazima niwe kumjumbe. Lema anayetajwa na Boniai, ni kweli walimzungumzia Heche kuhusiana na masuala ya pesa? Samani, inawezekana kama ni confidentiality na naingilia, lakini kwa msingi wa kumaliza mzozo wote. Ni kweli kinachozungumzwa kwamba Boniai, Lema walimtuhumu makamu mwenyekiti. Maana kuna hela umechukua. Ndio hizo yani ndo mgogoro ulipoanzia. Yani na hata wote wanaokuja mgogoro wote ulianzia pale. Sasa hakuna mtu ambaye kashatoa jibu kamili la kwamba kweli hizo tuhuma zilikuwepo, lakini majibu yake labda alitolewa au hazikuwepo kabisa. Karibu sana. Naomba tuanzie hapo. Naam. Bahati nzuri sisi tuna utamaduni mzuri. Sogea kipaza kidogo. Bahati nzuri chama chetu kina utamaduni mzuri sana. Tukimaliza kikao tunawaita waandishi wa habari. Tunawaeleza vilivyojadiliwa kwenye nini? Kwenye kikao na resolution za ipi. Yes. Tumemaliza kikao Kigoma tarehe 30. Ikiwa tarehe 1 tu tumefanya kukutana na watu wa Kigoma pale. Watu wa Kigoma Ujiji kwa maana uongozi wa mkoa wa Kigoma. Hapo makamu mwenyekiti angeweza kutangaza hayo maazimio. Bahati mbaya hiyo siku ambayo tukafanya hivyo kwa ndio msiba wa dereva. Kwa hiyo ikashindikana. Tukarudi Dar es Salaam, ndio katibu mkuu akaja akasoma maazimio ya kamati kuu. Katika yale maazimio aliyosoma pale ambayo tumediscuss kwenye kikao, nadhani hilo halikuwepo kabisa. Nyewe naamini huo mnakuwepo sana kwenye zile press conference. Mimi binafsi halikuwepo. Sio hivyo. Kwa kama lingekuwa ni jambo ambalo limejadiliwa na kufikia resolution fulani, sio hivyo, katibu mkuu angelisema pale kwamba kuna hili jambo lilijadiliwa, limefikia resolution hii na maamuzi ya chama ni haya, lingesema pale na katibu mkuu. Lakini nadhani hata wasemaji wa chama wamesema wakati fulani amehojiwa, hata katibu mkuu mwenyewe alisema pale kama kuna watu wana concerns kuhusu makamu mwenyekiti na kiongozi wote wa chama, sio tu makamu mwenyekiti, kiongozi wote wa chama, procedure za namna ya kuhoji hizo claims ziko clear kwa mujibu wa taratibu za chama chetu. Wafuate hizo taratibu, chama kidiscuss, kitoe maamuzi kuhusiana na hiyo jambo. Kufanya hilo jambo bila kufuata taratibu, whether ni la kweli au sio la kweli, the fact tu kwamba ufuate utaratibu unaonekana wanania off. Kama wanania njema na wana ushahidi, wafuate procedure sahihi. Na kwa msingi huo procedure ni zipi kwa ufupi? Procedure kwenye vikao ambapo ni vipi? Yani utaratibu sasa, kwa mfano mtu ambaye ni let's say ni kama nani alizungumza, Selasini alizungumza. Tuchukulie mfano huo. Hatua ambazo anatakiwa yeye kufuata ni zipi? Hatua ambazo anatakiwa kuandika barua kwa katibu mkuu. Kama mimi nina jambo hili. Katibu mkuu ataleta secretariat. Ndio nyie. Ndio sisi tutaliangalia hilo jambo.
lina uhalisia kiasi, kwa sababu hatuwezi kuliforward mbele kwa ajili ya kupata ushahidi. Tunaliforward mbele tukishakuwa sisi wenyewe tuna nini, tumeona hili jambo ni substantive, linafaa kwenda mbele. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, watu wote waliozungumza kwenye vyombo vya habari wote, hakuna mtu ambaye afuata utaratibu. Hakuna, kwa sababu lengo lao sio hilo. Hawezi kufanya hivyo kwa sababu hilo sio lengo.